ushindani mkubwa ni uchaguzi mkuu wa mwaka 1995 ambapo katika uchaguzi huu chama kikuu kwa maana ya CCM kilichuana vikali sana na chama cha NCCR Mageuzi, ambapo wale wa miaka hiyo ya 1990 huko watakumbuka miongoni mwa wanasiasa nguli wa wakati huo ambao pia waliweza kujitengenezea heshima kubwa Tanzania ni Augustino Mrema, ambaye ni miongoni mwa viongozi ambao wa kada ya upinzani ambao walikuwa na ushawishi mkubwa. Lakini uchaguzi huo ulimalizika kwa chama cha Mapinduzi kwa maana ya CCM kushinda kwa asilimia 62 ya kura zote ambazo zilipigwa mwaka huo wa 1995, ambapo kwa upande wa Chama cha Mapinduzi waliwakilishwa na mgombea na rais mstaafu marehemu Benjamin William Mkapa, wakati upinzani ambao ulikuwa una nguvu wakati huo uliwakilishwa na Augustino Mrema. Lakini pia mwaka 2000 uchaguzi mkuu ulishuhudia Benjamin William Mkapa akifanikiwa tena kupeperusha vyema bendera ya Chama cha Mapinduzi kwa ushindi wa asilimia 72 dhidi ya mgombea wa chama cha CUF Profesa Ibrahim Lipumba, ambaye yeye alipata asilimia 16 za kura zote ambazo zilipigwa kwa mwaka 2000 na mwaka 2005 CCM walimsimamisha mgombea na rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye na yeye alipeperusha vyema bendera ya Chama cha Mapinduzi akifanikiwa kuondoka na ushindi wa asilimia 80 dhidi ya ushindi dhidi ya asilimia 12 za kiongozi wa chama cha upinzani ambacho kilikuwa na nguvu kubwa wakati huo, chama cha CUF. Lakini pia mwaka 2010 uchaguzi mkuu, Jakaya Mrisho Kikwete akaipeperusha tena bendera ya Chama cha Mapinduzi na kufanikiwa kuibuka na ushindi wa asilimia 63 dhidi ya mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye alikuwa ni Daktari Wilbrod Slaa, ambaye alipeperusha bendera ya chama hiko cha Chadema, ambaye alimaliza na asilimia 27 ya kura. Mwaka 2015 mgombea wa Chama cha Mapinduzi alikuwa ni Daktari John Pombe Magufuli, rais mstaafu na hayati kwa sasa, ambaye na yeye aliipeperusha vyema bendera ya Chama cha Mapinduzi akifanikiwa kuibuka na ushindi wa asilimia 59 na mwaka 2020 akipambana na mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa maana ya Tundu Lissu, akafanikiwa jinsia yake ikiwa imefanikiwa pia kukato huu kwa ukubwa wake. Ni maandalizi gani anapaswa kuwa nayo mtu ambaye anakwenda kwenye kituo cha kupiga kura? Kama maandalizi muhimu kama ambavyo tumekwisha kuyaeleza, lakini pia
baadhi ya vitu muhimu ambavyo pia unaweza ukaenda navyo na kupata huduma hiyo ya kupiga kura. Kabla ya kuingia kwenye kituo cha kupiga kura, raia anapaswa pia kuthibitisha kwamba amesajiliwa katika orodha ya wapigaji kura na kuandaa kitambulisho chake cha kigeni au kitambulisho kingine kinachokubalika. Miongoni mwa vitambulisho ambavyo pia vinafahamika ama vinatambulika ni kitambulisho cha utaifa kwa maana ya NIDA, leseni ya udereva, pamoja pia na pasi ya kusafiria. Hivyo ni baadhi ya vitu muhimu kabisa ambavyo mpiga kura anaweza akaenda navyo katika eneo hilo la kituo cha kupiga kura. Uelekeo ambao unaweza kuona wakati huu ni katika jimbo hili ni jimbo la Kawe, na ni maeneo ya Salasala huku, ambapo hali kama ambavyo unaiona, kama ambavyo maeneo mengine ambayo tumepita ya jiji hili la Dar es Salaam, kumekuwa kuna utulivu wa kutosha kabisa, na taratibu mbalimbali ama shughuli mbalimbali zinaendelea licha ya kwamba ni kweli watu si wengi barabarani, na hii pia ilitarajiwa kwa sababu ni siku ambayo imetangazwa kuwa ni siku ya mapumziko, na hii yote ni katika kupisha hilo zoezi muhimu kabisa, zoezi la kupiga kura. Tunatarajia baadaye kupata nafasi ya Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.